السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah ta'ala bin Nasr Aziz anasema, leo mimi nitaeleza kuhusu maisha ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kuhusu maswahaba hawa, maelezo yao hayapatikani katika historia. Kuhusu maisha yao imeelezwa kwa ufupi sana, lakini mimi nataka nieleze kuhusu maisha ya maswahaba mtume sana walioshiriki katika vita ya Badri, ili maelezo yao yapatikane katika vitabu vya jumuiya. Ndiyo maana mimi nitaeleza kuhusu maswahaba hawa wote, daraja waliopata wale maswahaba. Hata kama katika historia maelezo ya maisha yao yanapatikana kidogo, hata maelezo yale madogo ni yenye baraka kueleza. Hawa maswahaba walikuwa wadhaifu sana, lakini walikuwa katika mstari wa kwanza kulinda Islam, na kwa sababu ya nguvu ya maadui hawakupata hofu, bali walikuwa wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Wao waliahidi watamtii mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa ajili ya kutimiza ahadi yao. Wao hawakujali hata kutoa nafsi zao. Kwa sababu ya utii wao na kwa sababu ya kutimiza ahadi yao, Mwenyezi Mungu aliwabashiria na alitangaza kwamba yeye yupo radhi pamoja nao. Hazrat Abdurrabbi bin Haq bin Aus ni sahaba moja wa Mtume sallam. Kuhusu yeye kuna maoni mbalimbali. Wengine wamesema jina lake lilikuwa Abdullah. Ibn Ishaq anasema jina lake lilikuwa Abdullah bin Haq, na Ibn Amara anasema jina lake ni Abdurrab bin Haq. Alikuwa katika familia ya Banu Khazraj, na alishiriki katika vita ya Badri pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha sahaba mwingine Hazrat Salama bin Sabit, jina lake ni Salma bin Sabit. Hazrat Salama alishiriki katika vita ya Badri. Katika vita ya Uhud, Abu Sufyan alimuua Hazrat Salma bin Sabit. Baba wa Hazrat Salma na baba mdogo pia waliuawa katika vita ya Uhud, kama maswahaba wengi wengine waliuawa katika vita ya Uhud.
mama yake alikuwa anaitwa Laila bint Yaman. alikuwa dada wa Hazrat Huzaifa bin Yaman. kisha Hazrat Sinan bin Safi ni sahaba mwingine wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. yeye alikuwa katika tawi la Banu Salama la kabila la Banu Khazraj. mama yake alikuwa anaitwa Naila bint Qais na alikuwa na mtoto mmoja alikuwa anaitwa Ibn Masud. katika Hijria 12 yeye alisilimu. yeye wakati wa Aqaba Bait Sani alikuwa pamoja na masahaba 70 katika vita ya Badri na vita ya Uhud pia alishiriki. alikuwa katika vita ya Handaki na katika vita ya Handaki aliuawa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. kisha ni Hazrat Abdullah bin Abd Manaf sahaba mwingine alikuwa katika kabila la Banu Nu'man. alikuwa na lakabu ya Abu Yahya. mama yake alikuwa anaitwa Humaima binti Ubaid. alikuwa na binti moja na jina lake pia lilikuwa Humaima. alishiriki katika vita ya Badri na Uhud. kisha sahaba mwingine Hazrat Mu'rij bin Amir bin Malik. alifariki asubuhi wakati alipotoka kwa ajili vita ya Uhud na jina lake lilikuwa Mu'rij bin Amir na alikuwa katika kabila la Bani Adi. mama yake alikuwa anaitwa Sauda binti Khaisama bin Harith binti Haris na alikuwa katika kabila la Aus. mama yake alikuwa dada wa Hazrat Saad bin Khais. alikuwa na mabinti wawili Asma na Kalsam na alishiriki katika vita ya Badri. siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka kwa ajili ya vita ya Uhud asubuhi ile alifariki. yeye amehesabiwa pamoja na wale watu ambao walishiriki katika vita ya Uhud kwa sababu alikuwa na nia ya kushiriki katika Uhud. ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimhisabu katika watu walishiriki katika Uhud. kisha kuna sahaba mwingine Hazrat Mais bin Ansari. Ais bin Mais ni sahaba mwingine alikuwa katika kabila la Banu Zuraik. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfanya kuwa ndugu wa Hazrat Suwaibat. yeye pamoja na ndugu yake aitwaye Muaz alishiriki katika vita ya Badri. alishiriki katika vita yote pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Aiz katika vita ya Handak na Bere Mauna pia alishiriki na alikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita yote. wakati wa uhalifa wa Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu, wakati wa vita ya Yamama alifariki, aliuawa katika njia ya Allah. kisha Abdullah bin Salma bin Malik ni sahaba mwingine wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. ye alikuwa katika kabila la Ansar. alishiriki katika vita ya Badri na Uhud na katika vita ya Uhud aliuawa katika njia ya Allah. Hazrat Abdullah bin Salama wakati alipouawa, yeye na Hazrat Mujazzar bin Ziyad walifunikwa katika sanda moja na waliletwa Madina. Mama Hazrat Abdullah bin Salama alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtoto wangu alishiriki katika vita ya Badri na ameuawa katika vita ya Uhud. sasa mimi nataka mimi nimlete hapa, yani yeye azikwe katika Madina ili mimi niwe karibu na kaburi lake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamruhusu afanye hivi. Hazrat Abdullah bin Salama ambaye alikuwa mtu mnene sana na Hazrat Mujazzar bin Ziyad alikuwa mtu nyambamba. katika riwaya imeandikwa hivi,
wote wawili walikuwa sawa katika ngamia katika uzito. Watu wakashangaa. Mtume saa salam akasema kwamba amali za hawa watu wote wawili wamefanya kuwa katika uzito wamekuwa kama ni kitu kimoja. kisha ni sahaba mwingine hadrat khalda, jina lake lilikuwa masud bin khalda, na katika riwaya ingine jina lake ni masud bin khalid. alikuwa katika kabila la banu zuraik la ansar. katika vita ya badri na uhud alishiriki, na katika riwaya ingine inapatikana kwamba aliuawa katika tukio la bere mauna, na katika riwaya ingine inapatikana kwamba yeye aliuawa katika vita ya Khaybar. kisha hadrat masud bin saad ni sahaba mwingine wa mtume saa sallam. hadrat masud alikuwa katika kabila la ansar liitwalo banu zurek. katika vita ya badri na uhud alishiriki, na wengine wanasema hadrat masud bin saad katika tukio la bere mauna aliuawa. muhammad bin amara na abu naimu wanasema kwamba aliuawa katika vita ya Khaybar, si katika bere mauna. kisha kuna sahaba mwingine hadrat zaid bin aslam, yeye pia ni ansari. zaid bin aslam alikuwa katika kabila banu ajlan wa ansar. alishiriki katika vita ya badri na uhud, na wakati wa uhalifa wa hadrat abubakar raziallahu taala anhu kwa kupigana na tulaiha alifariki. karibu na chemchem zulaiha, karibu na chemchem alipigana na zulaiha na kule aliuawa. kisha sahaba mwingine ni abu munzir yazid bin amir, jina lake lilikuwa yazid bin amr. alikuwa katika kabila la ansar la banu sawad. katika baiti akba na uhud na badri alishiriki. watoto wake walikuwa wanapatikana katika madina na baghdad. kisha sahaba mwingine hazrat amr bin salaba ansari, ni sahaba wa mtume sallallahu alaihi wa sallam. alikuwa katika kabila la banu adi lililokuwa kabila la ansar. alishiriki katika vita ya badri na uhud. hazrat amr bin saliba anasimulia, nilikutana na mtume saa salam katika sehemu ya siala, na kule nikasilimu. mtume saa salam akaweka mkono wake juu ya kichwa changu. mtoto wake mzahib bin salama anasimulia kwa kupitia baba yake kwamba katika umri wa miaka 100 hadrat umar saliba, mahali ambapo mtume saa salam aliweka mkono wake, nywele zake zilikuwa bado nyeusi. hadrat abu khalid haris bin qais bin khalid bin mukhallad ni sahaba mwingine wa mtume sallallahu alaihi wa sallam. alikuwa katika banu zuraik kabila la ansar. alikuwa anajulikana kwa lakabu yake zaidi. alishiriki katika vita ya badri na akaba, na vile vile katika vita yote alishiriki pamoja na mtume sallallahu alaihi wa sallam, pamoja na hadrat khalid bin walid. alikuwa katika vita ya yamama, na kule akapata majiraha na akapona baadaye, lakini wakati wa hadrat umar radhiallahu taala anhu majiraha yake yakaathirika tena, kwa sababu hii akafariki. ndiyo maana anahesabiwa pamoja na wale masahaba waliouawa katika vita ya yamama. kisha kuna sahaba mwingine ni abdullah bin salaba, huyu pia ni sahaba ansari. jina lake lilikuwa abdullah bin salaba. alishiriki katika vita ya badri na uhud. katika vita ya badri pamoja na ndugu yake hadrat bahad bin salaba alishiriki katika vita. kisha ni sahaba mwingine sahab bin salaba ansari. huyu alikuwa katika bani adi kabila la ansar. alikuwa na ndugu wawili.
harat abdullah na harat yazid. Ndugu yake harat yazid katika baithi akba ula na sania alikuwepo, na huyu pia alikuwa katika baithi akba. yeye pamoja na ndugu yake abdullah bin salba alishiriki katika vita ya badri na uhud. jina lake linaitwa bahas bin salba pia. kisha ni malik bin mansur sahaba mwingine, jina lake lilikuwa malik bin mansur. alikuwa katika kabila la banu usaid wa ansar. alishiriki katika vita ya badri na uhud. kisha ni abdullah bin qais bin sakhar ni sahaba mwingine, alikuwa katika kabila la banu salama la ansar. pamoja na ndugu yake maabad bin qais alishiriki katika vita ya badri na uhud. kisha kuna abdullah bin abd sahaba mwingine, alikuwa katika banu adi ambalo ni kabila la ansar. yeye alishiriki pamoja na mtume saa salam katika vita ya badri na katika vita yote pamoja na mtume saa salam. kisha ni hadrat muatta bin kushail ansari. katika riwaya ingine jina lake ni muatta bin bashir. alikuwa katika kabila la banu zubaya lililokuwa tawi la la ansar. alikuwepo katika baithi akba. alishiriki katika vita ya badri na uhud pamoja na mtume sallallahu sallam. hadrat sawad bin huzn ni sahaba mwingine wa mtume saa sallam. jina lake lilikuwa sawad bin rozan. katika riwaya ingine jina lake lingine ni aswad bin rozan, na sawad bin zuraik pia ni jina lake lingine. aliwahi kushiriki katika vita ya badri na uhud. kisha ni hadrat muattib bin auf, alikuwa sahaba wa mtume saa salam. hadrat muattib bin auf alikuwa katika kabila la khuza, walikuwa wenzao wa banu. lakabu yake ilikuwa banu auf. hadrat muattib bin auf alikuwepo katika wakati masahaba walipohamia habasha. wakati mtume saa salam alipohamia madina, yeye alikaa abdul bin munaf. wakati wa muakhat mtume saa salam alimfanya kuwa ndugu wa hadrat saliba. hadrat muatta bin auf alishiriki katika vita ya badri na uhud na khandak, na vile vile katika vita yote alishiriki pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. muatta bin auf katika hijria 57 katika umri wa miaka 78 alifariki. kisha sahaba mwingine ni hadrat bujair bin abi bujair. hadrat bujair bin abi bujair alishiriki katika vita ya uhud. kuhusu yeye inapatikana hii tu. kisha ni hadrat amar bin bukair. hadrat amar bin bukair alikuwa katika kabila la banu saad. hadrat amir alishiriki katika vita ya badrin pamoja naye ndugu yake hadrat ayas bin bukair, hadrat akil bin bukair, hadrat khalid bin bukair. hawa wote ndugu zake walishiriki katika vita ya badri, na hawa wote walishiriki katika vita yote baadaye pia. ndugu hawa wote walisilimu katika dari arkam. hadrat amir bin bukair siku ya vita ya yamama aliuawa katika njia ya allah. kisha ni hadrat amar bin suraka bin motabar, jina lake ni suraka. wakati wa ukhalifa usman alifariki, mama yake alikuwa anaitwa kudama. wengine wanasema jina la mama yake ilikuwa amina. hadrat umar bin saraka alikuwa katika kabila la banu adi, na abdullah bin suraka alikuwa ndugu yake. hadrat amar bin suraka pamoja na ndugu yake abdullah alihamia madina,
na kwa Rufaa bin Abdul Munsir. Alikaa kwa Rufaa bin Abdul Munsir. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya ndugu katika Saad na Hazrat Umar bin Suraka. Hazrat Umar bin Suraka alishiriki katika vita ya Badri, Uhud na Khandak. vile vile katika vita yote alishiriki pamoja na Mtume sallam. Hazrat Amr bin Rabia anasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam alitutuma sehemu ya saria. Pamoja nasi alikuwa Hazrat Umar bin Suraka. Alikuwa mtu mrefu. Wakati tulipokuwa safari, Hazrat Umar bin Suraka akashika tumbo lake kwa sababu alikuwa na njaa sana, na kwa sababu ya njaa alikuwa hawezi kutembea. Anasema sisi tukafunga jiwe moja katika tumbo lake, kisha akaanza kutembea pamoja nasi. Sisi tukafika katika kabila la Arabu, wao wakatupatia karamu chakula, kisha baadaye sisi tukaondoka tena. Baada ya kula chakula walipoondoka, Hazrat Umar bin Suraka akasema, nilikuwa nafikiria kwamba miguu miwili inabeba tumbo, lakini leo mimi nimeona kwamba tumbo kwa hakika linabeba miguu badala ya miguu inabeba tumbo. Yani mtu anakuwa na njaa, mtu hawezi kutembea. Hazrat Umar bin Suraka wakati wa khalifa wa Usman alifariki. Kisha ni Hazrat Sabir bin Hazal, ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa katika kabila la Banu Amr bin Auf katika vita ya Badri, Uhud na Khandak, na vile vile katika vita yote alishiriki pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika Hijria 12 katika vita ya Yamama alifariki. Kisha ni Hazrat Subay bin Qais. Alikuwa Ansari na Khazraji na alishiriki katika vita ya Uhud na Badri. Hazrat Subay radhiyallahu ta'ala anhu, mama yake lilikuwa linaitwa Khadija. Subaya alikuwa na mtoto mmoja alikuwa anaitwa Abdullah. Mama yake alikuwa katika kabila la Banu Judara. Yule mtoto alifariki, na zaidi yule mtoto alikuwa hana mtoto mwingine. Hazrat Ubada bin Qais alikuwa ndugu yake. Hazrat Subaya bin Qais na Ubada bin Qais walikuwa baba mdogo wa Abu Darda. Zaid bin Qais ni ndugu yake mwingine. Kisha Hazrat Khubab Maula Utba bin Azwan pia ni sahaba mwingine wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Khubab radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa mtumwa wa Utba. Alikuwa anaitwa kwa lakabu ya Abu Yahya. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alipohamia Madina alimfanya huyu kuwa ndugu wa Hazrat Tamim. Hazrat Khubab alishiriki katika vita ya Badri, Uhud na vile vile katika vita yote pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hijria 19 alifariki katika Madina. Wakati ule umri wake ulikuwa miaka 50. Hazrat Umar aliongoza jeneza yake. Ni sahaba mwingine ni Hazrat Sufyan. Yeye alikuwa kutoka katika familia ya Banu Jusham. Wengine wanasema baba yake ni Nasr na wengine wanasema baba yake alikuwa anaitwa Bishr. Alishiriki katika vita ya Badri na Uhud pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa na riwaya moja, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfanya kuwa ndugu wa Tufail wakati alipohamia Madina. Kisha sahaba mwingine Abu Makhshi Atai alikuwa anajulikana kwa lakabu yake Abu Makhshi. Jina lake ni Suaid bin Makhshi. Alikuwa mwenzao wa Banu Tai. Katika vita ya Badri alishiriki.
kisha hadrat wahab bin abi sar'a ni sahaba mwingine wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Musa bin Uqba anasema alishiriki pamoja na ndugu yake Amr katika vita ya Badri. Hasim bin Adi ameeleza maelezo yake katika wale watu waliohamia Habasha, lakini wengine wanasema jambo hili halithibitiki. Yeye alishiriki katika vita ya Badri tu peke yake, yeye hakuhamia Habasha. kisha hadrat Tamim Mola Ansari ni sahaba mwingine, alikuwa mtumwa wa Banu Ghanam na alishiriki katika vita ya Badri na Uhud. Hadrat Abul Hamra Mola Hadrat Haris bin Afrah, huyu ni sahaba mwingine wa mtume sallallahu alaihi wasallam. katika vita ya Badri na Uhud alipata bahati ya kushiriki katika vita ya Badri. Hazrat Muaz, Hazrat Muaf na Muawaz na mtumwa wake aliachwa huru. Walikuwa na ngamia moja tu, hao wote walikuwa wanapanda juu ya ngamia kwa zamu. kisha ni Hazrat Abu Sabra bin Abi Rohum. Abu Sabra ni lakabu yake. Lakabu yake ilikuwa mashuhuri kiasi hiki kwamba watu wakasahau jina lake. Mama yake alikuwa naitwa Barra binti Abdul Muttalib, aliyekuwa shangazi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kwa hiyo huyu alikuwa cousin wa mtume sallallahu alaihi wasallam. alihamia Habsha mara mbili. wakati alipohamia mara ya pili, mke wake pia alikuwa pamoja naye. alikuwa na watoto watatu, jina lao ni Muhammad, Abdullah na Saad. hawa ni watoto watatu. wakati alipohamia Madina kutoka Maka, wakati ule alikaa kwa Munzir bin Muhammad. mtume sallallahu alaihi wasallam alimfanya Abu Salama na kati yake alifanya ndugu. alishiriki katika vita ya Badri, Uhud na Khandak, na vile vile katika vita yote alishiriki pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. baada ya kufariki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha Madina na alihamia Maka. Hazrat Abu Sabra wakati wa khalifa wa Uthman alifariki. kisha ni Sabit bin Amr bin Zaid ni sahaba mwingine. Ibn Ishaq na Zuhri ambao ni wanahistoria wamesema kwamba familia yake ilikuwa kutoka katika Banu Najjar. aliwahi kushiriki katika vita ya Badri na katika vita ya Uhud aliuawa katika njia ya Allah. kisha ni Abul Awar bin Al-Haris. Hazrat Abul Awar bin Haris kuhusu jina lake kuna ikhtilafu. Ibn Ishaq anasema jina lake ni Kaab. Ibn Ammar anasema jina lake ni Haris bin Zalim. baba mdogo alikuwa anaitwa Kaab. wale ambao hawajui kuhusu familia yao wakasema kwamba alikuwa mtoto wa Kaab. mama wa Abul Awar alikuwa anaitwa Umme Nial. alikuwa katika kabila la Banu Adi bin Najjar. alishiriki katika vita ya Badri na Uhud. kisha ni Hazrat Abbas bin Amir bin Adi. Ibn Ishaq anasema jina lake ni Abbas. Musa bin Aqba amesema jina lake ni Absi. mama yake alikuwa anaitwa Ummul Yamin binti Zuhair bin Saliba binti Saliba. alikuwa kutoka katika kabila la Banu Khazraj.
Hazrat abs alikuwa miongoni wa wale masahaba 70 ambao walikuwepo katika bai'at akba. Katika vita ya badri na uhud alishiriki. kisha ni Hazrat ayas bin bukair ni sahaba mwingine. alikuwa naitwa ibn abi lukair. alikuwa kutoka katika kabila banu saad bin las. Hazrat akil, Hazrat amir na Hazrat ayas na Hazrat khalid, hawa wote ni wale ambao walisilimu katika Dar Arkam. akil, khalid na khalid ni ndugu. hawa wote ambao walihama pamoja na walikaa kwa Rufa bin Abdul Munzir katika Madina walipohamia Madina, na alikuwa na ndugu watatu kutoka kwa mama yao. hao wote walishiriki katika vita ya Badri. Ibn Yunus amesema Ayas alishiriki katika vita ya Misri na katika Hijiria 4 alifariki, na riwaya nyingine inasema kwamba katika vita ya Yamama aliuawa. Ndugu zake katika vita ya Badri waliuawa. kuhusu Hazrat Amir kuna riwaya moja kwamba yeye aliuawa katika Bere Mauna. Hazrat Yas bin Bukair katika vita ya Badri, Uhud na Khandak, vile vile katika vita yote alishiriki pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. alikuwa miongoni wale watu waliotangulia kusilimu na alikuwa miongoni wa wale waliohamia mwanzoni. alika baba wa Muhammad bin Ayas. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya ndugu kati yake na kati ya Haris. alikuwa mshairi pia. Zaid bin Aslam anasimulia mtoto wa Abu Bukair alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba umwoze dada yetu na mtu fulani. Mtume sasema akasema kwamba mnaonaje kuhusu Belal? Belal ni mtu mzuri zaidi. kwa wale watu wale wakaondoka, baadaye tena wakaja na wakasema tena, ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, tafadhali umwoze dada yetu na mtu fulani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba je, mnaonaje kuhusu Belal? Belal ni mtu mzuri zaidi kuliko huyo mnaosema. kisha wao wakaondoka tena ili wafikirie. wakaja mara ya tatu na wakasema, ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe Mtume sallam, umwoze dada yetu na mtu fulani. Mtume sallam akasema mara ya tatu tena kwamba mnasemaje kuhusu bana Belal? kisha akasema, mnasemaje kuhusu yule mtu ambaye ni miongoni wa watu wa pepo? kisha wale watu wakamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye amwoze dada yao pamoja na Hazrat Belal. hii ilikuwa daraja ya Hazrat Belal. Ndiyo mwanzoni walikataa, lakini baadaye yoyote aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikubali. wapo masahaba wengine ambao walipoambiwa mara ya kwanza walikubali moja kwa moja, lakini wapo wengine ambao walisema nataka nafasi ya kufikiria. lakini kutoka katika riwaya hii inajulikana daraja ya Hazrat Belal ilikuwa ya aina gani. kisha ni Hazrat Malik bin Numaila. mama yake alikuwa anaitwa Numaila, alikuwa anaitwa ibn Numaila. alikuwa katika kabila Banu Muzena. alishiriki katika vita ya Badri na Uhud. katika vita ya Uhud aliuawa. kisha Unas bin Qatada bin Rabia ni sahaba mwingine, alikuwa kutoka katika kabila la Aus. alikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita ya Badri. katika vita ya Uhud aliuawa. Abul Hakam bin Akhlas bin Sharik ni mtu ambaye aliyemua. Hazrat Khansa bint Khazam. Hazrat Unas alikuwa mke wa Hazrat Unas. siku ya Uhud alipouawa, baba wa Hazrat Khansa
alimwoza binti yake na mtu mwingine, lakini yeye alikuwa hampendi yule mtu. kwa hiyo akamjia mtume sallallahu alaihi wasallam Hazrat Khansa. kwa hiyo mtume sallam akavunja ndoa ile. mtume sallam akasema kama huyu binti hapendi yule mtu, basi hii nakaa si sahihi. kisha baada ya Khansa aliolewa na Abu Lubaba. kutoka katika nikah hii ya Sa'id bin Abu Lubaba alizaliwa. Hazur anasema huu ndio ni mfano wa uhuru wa mwanamke katika Islam. Wapo wengine ambao wanawalazimisha mabinti yao, wanatakiwa wachukue mfano huu. kisha Haris bin Arafa ni sahaba mwingine. kuhusu Haris inasema kwamba alikuwa katika kabila la Banu Ghanam, alishiriki katika vita ya Badri na Uhud. kisha ni Hazrat Rafi bin Unjada, yeye alikuwa sahaba Ansari. baba yake alikuwa anaitwa Abdul Haris. Unjada ilikuwa jina la mama yake. yeye alikuwa anajulikana kwa jina la mama yake. alikuwa kutoka katika kabila la Banu Umayya. alishiriki katika Badri, Uhud na vita ya Khandak. sawa na riwaya moja ni hii kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam Hazrat Rafi bin Unjada na Hazrat Hussein radhiyallahu ta'ala anhu alifanya ndugu. kisha ni Hazrat Khulaida bin Qais, huyu pia alikuwa sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. mama yake alikuwa kutoka katika kabila la Banu Salama. jina lake lingine ni Khulaid bin Qais. alishiriki katika vita ya Badri na Uhud. ndugu yake aitwaye Khalad. sawa na wanahistoria wengine, yeye pia alikuwa katika sahaba walioshiriki katika vita ya Badri. kisha ni Hazrat Saqaf bin Amr, sahaba mwingine. Hazrat Saqaf bin Amr kuhusu kabila lake inasemwa kwamba wengine wamesema ni kutoka katika Banu Aslam, na wengine wanasema ni kutoka katika Banu Asad, na wengine wanasema alikuwa kutoka katika kabila la Banu Salam. na alikuwa mwenzao wa Abd Shams. pamoja na ndugu yake wawili alishiriki katika vita ya Badri. ndugu yake ni Malik bin Amr na Mutlaj bin Amr. Hazrat Sakh bin Amr alikuwa miongoni wa wale maswahaba waliohama mwanzoni katika vita ya Badri, Uhud na Khandak na Khaybar. na katika vita ya Khaybar aliuawa katika njia ya Allah. kisha ni Hazrat Sabra bin Fatik. alikuwa ndugu wa Khurayam bin Khatib. baba yake alikuwa anaitwa Fatik. Sabra jina lake lilikuwa Samura bin Fatik pia. Amr bin Khurayam anasimulia, baba yangu na baba mdogo walishiriki katika vita ya Badri, na wao walichukua ahadi kutoka kwangu kwamba mimi sitapigana na Waislamu. Abdullah bin Yusuf amesema Samra bin Fatik ni yule sahaba ambaye aligawa Dimashki katika Waislamu, anahesabiwa pamoja na watu wa Syria. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema mizan ni katika mkono wa Mungu. Mungu anainua kaumu fulani na anaangusha kaumu fulani. yaani Mwenyezi Mungu kwa sababu ya vitendo vyao wanawaangusha, wanawainua. ilipoelezwa mbele ya Abu Darda akasema kwamba yeye anayo nuru ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. saba moja anasema kwamba nilimkuta mtu mmoja alikuwa anamtukana Samura, lakini yeye hakumjibu, akafanya subira, ingawa alikuwa na hasira sana. kwa sababu ya kuwa na hasira yeye akaanza kulia, lakini hakumtukana yule mtu ambaye alikuwa anamtukana. Mtume sallallahu alaihi wasallam
alipopata taarifa hii akasema Samura ni mtu mzuri ikiwa anapunguza nywele zake, vile vile kikoi chake kiwe juu kidogo. Yeye alipopata taarifa hii mara moja akanyoa nywele zake na vile vile akainua kidogo kikoi chake. Yeye alikuwa anasema kwamba mimi nataka nikutane na mshirikina, ikiwa yeye ananiua basi ni sawa, mtu mwingine atakuja ambaye atafanana nami. Hazrat Imam Bukhari amesema yeye na ndugu yake wote walikuwa wale maswahaba ambao walishiriki katika vita ya Badri. Haya yalikuwa maelezo ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya swala ya Ijumaa nitaongoza jeneza mbili. Jeneza kwanza ni ya bana unku Adnan ambaye alikuwa Sadr Jamaat wa Malaysia. Tarehe 8 ya Oktoba katika umri wa miaka 74 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baba yake alikuwa miongoni wa wale wanajumuiya waliojiunga na jumuiya zamani sana. Alijiunga na jumuiya kwa kupitia Muhammad Salikin. Baba yake alikuwa mufti wa mkoa wa Johor. Baada ya kujiunga na jumuiya alihamishwa katika idara nyingine ya serikali. 1968 bana Adnan Saheb alizaliwa katika mwaka 1940. Katika mwaka 68 alichukua stashahada kutoka chuo cha Malaysia. Baadaye akaanza kufanya kazi katika idara mbalimbali ya serikali. Mpaka 81 alifanya kazi katika idara ya waziri mkuu. Vile vile katika Beijing na Bangkok aliendelea kuitumikia katika ubalozi wa Malaysia. Mpaka 97 alifanya kazi katika ofisi ya waziri mkuu. 96 upasuaji wa moyo ulifanywa. Baada ya kupona akaanza kufanya kazi katika ofisi ya waziri mkuu. Alijiunga na jumuiya pamoja na wazazi wake 1956, lakini aliporudi 1981 kutoka Bangkok wakati ule alijiimarisha imani yake sana. Alifa mtukufu wa 4 alimteua kuwa sadar wa kwanza wa Malaysia. Katika uongozi wake jumuiya ilipata maendeleo sana. Baitul Salam na Baitur Rahman zilijengwa katika uongozi wake. Alifanya kazi sana ya kuleta wabashiri kutoka Indonesia. Vile vile alituma wanafunzi Jamia Ahmadiyya Rabwa na Qadian. Tangu miaka 2 iliyopita alikuwa na maradhi, alikuwa anauguliwa, alilazwa hospitalini. Na baadaye akaniandikia nataka kwenda hospitali ya Tahirat Pakistan. Akaenda kule, alipona kidogo, lakini baadaye tena afya yake iliharibika na akalazwa hospitalini. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu alikuwa musi, ameacha nyuma yake binti moja na watoto wa kiume 2. Unku Adnan Ismail Saheb alikuwa kutoka katika familia kubwa yenye heshima sana, lakini alikuwa mnyenyekevu sana. Alikuwa anaitumikia jumuiya ipasavyo kwa juhudi sana, na alikuwa mtu mwenye hekima sana. Na kwa ajili ya kazi ya jumuiya alikuwa akifanya kazi kwa muda mrefu sana. Alikuwa akiwatendea vizuri wabashiri na wanajumuiya wote, na alikuwa anawapatia malezi mazuri watoto wa jumuiya. Na alikuwa akisema kwamba hawa watoto ni mustakbal ya jumuiya. Mke wake anasema kwamba alikuwa akisisitiza watoto wapate elimu ya juu, na alikuwa anafikiria kila wakati kuhusu maendeleo ya jamaat.
siku ya kufariki kwake kulikuwa hakuna ambulance hospitalini, kulikuwa hakuna gari kwa ajili ya kupeleka maiti yake kule msikitini. Jumuiya iliwasiliana na mtu wa China. Yeye alikuwa anapeleka maiti ya watu. Huyu mtu wa China aliyepeleka maiti yake akaandika katika Facebook, akasema wakati yeye alipopeleka maiti alipata uzoefu wa aina fulani. Anasema mimi nilipoanza kuendesha gari katika barabara ambayo ilikuwa foleni inapatikana sana, nilipochukua maiti ya huyu marehemu foleni ilipotea, yani kulikuwa hakuna foleni, na nilifika msikitini katika saa moja tu. Na nilipofika msikitini nikaona kwamba huyu lazima ni mtu ambaye ni mtumishi wa dini. Mwakilu Tabshir Saheb Rabba Mansur Khan Saheb amesema kwamba marehemu aliitumikia jumuiya kwa kuwa Sadr Jamaat wa Malaysia. Yeye alikuwa kama ni baba kwa ajili ya wanajumuiya. Anasema mimi nilizungumza naye kuhusu maelezo ya jamaat. Nilimkuta yeye ni mtu mwenye hekima sana. Yeye katika hali ngumu alifanya shughuli zote za jumuiya vizuri. Ushauri wake ulikuwa mzuri sana. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu hala pema na awajalie watoto wake waendelee kuendeleza mema ya baba yao, na Mwenyezi Mungu awajalie waweze kujenga mahusiano mazuri zaidi na jamaat. Jeneza ya pili ni ya Bi Hamida Begum Sahaba. Alikuwa mke wa Bana Khalil Ahmed Saheb. Tarehe 5 wa Oktoba katika umri wa miaka 84 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alizaliwa katika kijiji karibu na Qadian. Alikuwa akiswali tahajjud. Alikuwa hakupata masomo ya shule, lakini alikuwa akisoma Qur'ani tukufu. Alikuwa akisoma Qur'ani tukufu kila siku mara kwa mara. Katika Ramadhan alikuwa akishiriki tarawi ili aweze kusikia Qur'ani tukufu. Wakati wanawake walipokuwa wakienda misikitini kwa ajili ya swala ya Ijumaa, alikuwa akikaa katika mstari wa kwanza misikitini. Kwa hiyo alikuwa anatangulia kule misikitini. Alikuwa akiishi maisha ya kawaida yote. Alikuwa akikusanya fedha, alikuwa akitoa katika michango mbalimbali, na alikuwa akimshukuru sana kwa kufanya hivi. Aliwasaidia watu wengi na aliwaoza mabinti wengi, na alitoa dhahabu yao ya mapambo kwa ajili ya kuwasaidia mabinti. Alikuwa akitoa sadaka sana. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu alifanya wasia. Ameacha mabinti wawili na watoto wa kiume 8. Alikuwa dada wa Latif Ahmad Kalon Saheb, alikuwa mbashiri. Mume wake anapata nafasi mara kwa mara kufanya wakfu ya ardhi. Mtoto wake Bashar Nazir ni mbashiri. Hafiz Halim ambaye ni mtoto mkwe, yeye pia ni bashiri. Mpwa wake moja ni mbashiri, na mpwa wawili wamehifadhi Qur'an tukufu. Mjukuu wake moja anasoma hapa Jamia Ahmadi ya Uingereza. Zura anasema kwa kawaida naongoza jeneza ya mama wale wabashiri ambao hawakuweza kushiriki jeneza, na mtoto wake pia alikuwa anaitumikia jumuiya, hakuweza kushiriki katika jeneza mama yake. Ndio maana mimi nimechagua niswalishe jeneza yake. Bashara Nabii Saheb anasema baada ya kumaliza Jamia Ahmadiyya nilipokwenda kuitumikia jamaat, siku moja niliporudi nyumbani asubuhi, sikuweza kwenda msikitini kwa ajili ya swala. Mama yangu akasema, ewe mtoto wangu, wakati unapoitumikia jumuiya
katika jamaati yako kule watu wanakutizama, labda kule ungeenda lakini hapa hukuenda, lakini kumbuke Mungu anakuona. Kwa hiyo uendelee kuzingatia swala zote na uendelee na imani hii kwamba Mungu anakuona kila wakati. Anasema nilipokuwa nasoma Jamia Ahmadiyya, baba yangu alifariki. Yeye aliangalia watoto wote vizuri. Anasema nikamwambia siku moja, je, nimwambie jumuiya kwamba mama yangu ni peke yangu, kwa hiyo nihudumie mama, kwa hiyo nisipelekwe nje ya Pakistan. Kwa kusikia hii yeye akahuzunika sana na akasema kwamba ukitepeleka sehemu yoyote uende kule, hii si sahihi kwamba yule mtoto ambaye nimemtoa wakfu nimwambie akae kwangu, na wale watoto wangu wengine ambao wanachuma dunia niwaambie waende sehemu yoyote, wakipenda waende. Hii ilikuwa hali ya imani yake. Bana Bashar Navid anasema 1913 nilipokwenda nyumbani likizoni, nikamwambia je, niache watoto wangu kwako? Alikuwa dhaifu sana lakini hakuniruhusu. Akasema hapana, uchukue watoto wako na mke wako, kwa sababu watoto na mke wanatakiwa wakae pamoja. Hazur anasema kwamba huu ndio ni mfano mzuri. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu hala pema, na Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake waendelee kubaki juu ya dini. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.